Habari Tanzania. Bila shaka unaifahamu nchi ya Rwanda. Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,000. Ina watu milioni 15. Nchi ya Rwanda haina bahari, haina bandari. Nchi ya Rwanda ni ndogo, haina mbuga za wanyama. Haina madini ya dhahabu, haina almasi, haina rubi, haina uranium. Jambo la kushangaza, nchi ya Rwanda inaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro. Ukiangalia vyanzo vya maji vilivyopo katika mkoa wa Morogoro ni vingi kuliko vyanzo vya maji vilivyopo katika nchi ya Rwanda. Good enough, mkoa wa Morogoro una mbuga za wanyama. Wilaya zote 7 katika mkoa wa Morogoro zina madini ya dhahabu, zina rubi, zina uranium, copper, graphite, madini ya chuma. Wilaya zote 7 za mkoa wa Morogoro. Sasa ukiangalia mahusiano ya watu kati ya Rwanda na Morogoro ni kwamba nchi ya Rwanda ina watu milioni 15. Na kwa kuwa nchi ya Rwanda inaingia mara 3 katika mkoa wa Morogoro, maana yake ni kwamba mkoa wa Morogoro una uwezo wa kulisha watu wasiopungua milioni 50. Jambo la kushangaza, mkoa wa Morogoro hivi tunapozungumza una watu takriban milioni 2. Sasa mkoa wenye uwezo wa kulisha watu milioni 50 umeshindwa kulisha watu milioni 2. Yaani ukienda pale Morogoro pale, ukitazama maisha ya wakazi wa Morogoro ni maisha ya kifukara. Wanaishi maisha ya kupambana na hali zao. Sasa unajiuliza, yale madini ya dhahabu yanayochimbwa katika mkoa wa Morogoro, yale madini ya rubi, uranium, copper yanaenda wapi? Kwa namna yoyote ile, ukiangalia vichocheo vya uchumi vilivyopo katika mkoa wa Morogoro, ni dhahiri kusema kwamba mkoa wa Morogoro unapaswa kuwa tajiri kuliko nchi ya Rwanda. Nisikilizeni Watanzania wenzangu. Kinachofanya Tanzania iwe maskini ni viongozi wabovu, ni viongozi wezi. Nikupe mfano. Sasa hivi wanatuhamasisha tukapige kura ili tuwape uhalali wa wao kuendelea kuibia nchi yetu. Ili tuwape uhalali wao waendelee kutumia vyombo vya dola kuminya demokrasia, waendelee kutumia mahakama kuhukumu kwa hila. Sasa nini kifanyike? Nisikilize Mtanzania mwenzangu. Umefika wakati wa kusema inatosha. Sasa wewe unakaa Mbagala, unakaa Tandale, unakaa Buguruni, unampigia kampeni Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan akishaenda Ikulu pale, wewe huwezi kwenda Ikulu. Anaenda Ikulu ni Kikwete, Rostam Azizi ndio anaenda Ikulu. Wewe unabaki Tandale kule. Wenzako wanaenda Ikulu pale, badala ya kuisaidia nchi, wanaendelea kuibia nchi. Kwa hiyo kama utajitokeza kupiga kura, maana yake utakuwa umehalalisha wizi, utakuwa umehalalisha uasi, utakuwa umehalalisha kuminywa kwa demokrasia katika nchi hii. Nisikilize Mtanzania. Huu ni wakati wa kusema inatosha. Huu ni wakati wa kusema inatosha. Ni vema tuitumie kura kama silaha ya kuweza kutukomboa na umaskini, lakini tusitumie kura ili endelee kutudidimiza sisi, ili endelee kutufanya tuwe maskini. Ndugu wa Tanzania, nchi yetu Mungu ameibariki sana. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha, itakapofika tarehe 29 usijitokeze kwenda kupiga kura. Ni vema kama inawezekana kuanzia sasa hivi, paza sauti, sema tumechoka kuonewa, tumechoka kuibiwa. Tanzania ya amani itaendelea kuwepo kama haki itaendelea kuwepo. Asanteni kwa kunisikiliza.